Asante sana mpendwa mtazamaji wa Tukutane TV pote ambapo unatufuata ulimwenguni, matumaini yangu ni mzima afya. Mimi nakupenda sana kwa sababu kila notification inavyoingia kwenye simu yako unakuwa tayari kabisa kujua ni kipi ambacho kinajiri, kwa sababu tumejikita katika hii taulma kwa sababu ya kukuletea kile kilicho kizuri, kile kinachopendeza na kusamini na kupenda wewe mpendwa mtazamaji ambao unakuwa mwaminifu kwenye matangazo yetu pote ulimwenguni, na kusalimu kwa pendo la Mungu muumba wa mbingu na nchi popote ulipo. Hii ni Tukutane TV. Hii ni sauti ya nabii inaonguruma kutoka nyikani, ni Juma J Masuku, kwa nyuma kamera ni Pepe Wilonja. Karibu mpendwa mtazamaji kuweza kufata uchambuzi wetu wa kina wa siku ya leo, na kukaribisha popote ulipo uweze kutufata mwanzo hadi mwisho kujua ni kipi ambacho kinajiri katika mkoa wa Kivu ya Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni hivyo mpendwa mtazamaji, kulingana na vita ambavyo vinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mikoa miwili Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kuweza kushikiliwa na M23, hiyo imeleta maisha magumu sana katika vitongoji vingi, vijiji vingi na miji mingi ambayo inapatikana katika mikoa hii miwili. Na mji ambao tutakwenda kuangazia sana kwa siku ya leo kutokana na hali halisi ambayo inaendelea katika mji huu wa Baraka, ndio mji ambao tutakwenda kuongelea kwa siku ya leo, kulingana na ukosefu wa amani ambao unaendelea katika mkoa huu wa Kivu ya Kusini, pale ambapo M23 wakisaidiwa na nchi ya Rwanda waliweza kuivamia mji mkuu wa Kivu ya Kusini Bukavu, na hivyo kasababisha vitu vingi kabisa kuweza karibika, kama vile amani kutokuwepo huku mjini Baraka ambapo sisi tunapatikana, ambapo kuna studio zetu za Tukutane TV. Pendo mtazamaji, kwanza hali halisi ya mji wa Baraka ni mji wa Baraka kwa sasa upokei biashara vyovyote vile kutoka sehemu yoyote ile, hususan kutoka mji Bukavu. Mji wa Baraka ulikuwa unategemea sana biashara kutoka ndani ya mji wa Bukavu. Kulikuwa na magari makubwa ambayo alikuwa anasomba biashara ya aina tofauti tofauti kutoa mjini Bukavu kuleta hapa mjini Baraka na kupandisha hadi mjini Kiuko, mjini Misisi. Hata hivyo wafanyabiashara hapo mjini Bukavu waliweza kujikusanya kwa kutokana na hali halisi ambayo inaendelea kule kwao na maisha kuwa magumu ya kutokufanya biashara. Waliweza kujichanga wote kwa pamoja kuangalia ni namna gani wanaweza wakaomba wazalendo ambao wamekaa katika njia namba 5 ya taifa, barabara kubwa, wamoja wakiwa hapo Lubero, wengine Luvungi, wakiwa ni wazalendo wameshikilia njia hiyo, na huku wazalendo waliweza kuwapa jibu kamili la kusema kwamba adui hana rangi, adui afamiki ni yupi. Inaweza kuwa njia mojawapo ya kuweza kumpenyeza adui katika tarafa ya Uvira na tarafani Fizi. Hivyo wazalendo kabisa walikwenda kukataa katu biashara na mizigo yoyote ile, haiza gari yoyote ile haitotokea mjini Bukavu kuingia tarafani Uvira na tarafani Fizi. Hiyo ni hali mojawapo kubwa ambayo inaisumbua sana mji wa Baraka, kukosa kuingiza biashara vya aina tofauti. Ya pili mpendwa mtazamaji, hapa mjini Baraka biashara vinakosa kuingia. Tulikuwa tunategemea zaidi sana biashara kutoka huko mjini nchini Tanzania. Hivyo biashara vingi tuliweza kuwasiliana na wafanyabiashara, wametuambia kwamba wanaongea na wafanyabiashara kutoka huko nchini Tanzania, wanasema biashara vingi vimekwama katika mji wa Luberizi. Hapo kunakuwa na biashara vingi, duka nyingi ambazo zinashikilia biashara vimejaa na hakuna watu wa kwenda kuchukua biashara hivyo. Wachuuzi kutoka hapa mjini Baraka wamegoma kabisa kwenda Tanzania kwenda kuchukua biashara hivyo, kulingana na hali ya usalama ambayo sio nzuri hata hapa mjini Baraka. Kila kukicha tunakuletea taarifa hizi kwamba mjini Baraka kunakuwa na milio ya risasi ambayo inasikika, ambayo julikani inapigwa kwa nini. Hivyo wafanyabiashara wengi hapa mjini wanahofia usalama wao kutoka hapa kwenda nchini Tanzania kwenda kuchukua biashara hivyo, huku wa Tanzania wakipiga simu wakionyesha hali halisi ambayo inaendelea hapo mjini Luberizi. Ni kwamba hoteli ambayo ilikuwa ni 15,000 kwa sasa hata 8,000 unalalia, kwa sababu inakuwa ni wiki nzima hawapati mteja.
restaurant, migao ya chakula ambayo inapatikana hapo, chakula mpaka kinachacha. Yani Wakongomani wa kwenda kuchukua biashara kule ndio walikuwa wanategemewa zaidi sana kuweza kuendesha biashara hivyo vya hoteli na restaurant na kuchukua biashara vingine vingi sana. Hivyo mji wa Baraka umeingia katika ukame mkubwa wa kuto kuingiza chochote kama vile chakula, kama vile vinywaji, na vitu vingine tofauti mpendwa mtazamaji. Na kitu kingine ambacho kinausumbua mji wa Baraka kwa sasa ni network ambayo yaonekana kusumbua. Network hapa mjini Baraka imesumbua katika mitandao karibuni yote. Kwa sasa Vodacom ina siku ya 4 sasa haifanyi kazi. Orange ndio imepotea kabisa. Mtandao wa Freecell tumekuwa kama na wiki 2 sasa mtandao wa Freecell hausomi kabisa kwenye simu. Na watu wengi ambao wanatumia mitandao wanakuwa na wasiliana na ndugu zao kutoka nchi jirani, wanawasaidia misaada ya hapa na pale, lakini msaada huo hakuna kabisa kwa sababu network hapa mjini Baraka yaonekana kukatika moja kwa moja. Na wale wengine wanaochuuza vocha barabarani, wale ambao wanahusika, wakala ambao wanahusika kutoa pesa ndani ya simu na kuzituma, nao pia wanasumbuka kutokana na hali hii ya network kuweza kukatika hapa mjini Baraka. Karibuni mitandao yote kabisa network hazifanyi kazi. Swala lingine ambalo linausumbua mji wa Baraka kwa sasa na wananchi wengi wanalalamika ni watu ambao wanaitwa ni wakala, wafanyabiashara ambao wanatoa pesa kwenye simu na ambao wanahusika tena kuzituma hizo pesa. Kwa sasa mjini Baraka ukiwa na 100,000 ndani ya simu yako katika mtandao wowote ule, ukienda kutoa pesa hizo, ukiwa na 100,000 ukienda kutoa pesa hizo, inatakiwa uliwe kwanza makato na mtandao, kisha unakwenda kumwachia wakala huyo, unakwenda kumwachia kama itakuwa ni pesa 10,000 au 15,000 kulingana na makubaliano yenu. Wakala anakuambia kwamba kupata pesa za kikongomani kwa sasa imekuwa ni vigumu sana. Kwa sababu gani? Hakuna benki yoyote ambayo inayokwenda kutumika hapo mjini Uvira. Mji wa Baraka unategemea sana mji wa Uvira na benki ambayo inakuwepo hapo kuweza kupata pesa za kikongomani. Hata hivyo hiyo benki toka mashambulizi na ukosefu wa usalama ulivyoanza, benki imefungwa mpaka sasa. Hivyo pesa za kikongomani hapa mjini Baraka zimekuwa ni vigumu sana kuweza kupatikana. Hata hivyo dola sasa, pesa za Marekani ndo hazipatikani kabisa. Hivyo ukiwa na pesa ndani ya simu yako, network kwanza inakusumbua, hizo pesa utozitoa, na network ikijiboresha kidogo, ukienda kwa wakala naye anakuambia utakatwa na mtandao na mimi utaniachia % fulani. Hiyo ni hali ambayo inasumbua watu wengi sana mji wa Baraka. Na wakala hao wanakulazimisha kuweza kutoa kwa pesa ambazo wao wanataka. Kama una $100 na kwa kulingana na chenchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni 2,800 kwa dola moja, 2,800 dola moja. Kwa hiyo ukiwa na dola 100, yani inakuwa ni $280,000, lakini wao wanakuambia kwamba utakwenda kutoa hiyo dola 100 kwa 210,000 aiza kwa 220,000. Yale mengine makato yote ya juu yanakuwa ni ya kwake. Anakuambia kwamba hakuna pesa za kikongomani aiza pesa za Marekani, ni hivyo mnafanya mabadilishano kupitia mtandao. Hiyo hali imewagusa watu wengi sana na imezorotesha hali ya vita. Ni chanzo mojawapo ambacho inasumbua kwa sasa, na hali ya maisha ya watu hapa mjini Baraka yaendelea kuzorota siku hadi siku. Kwa kumalizia, mpendwa mtazamaji, na imani siku hizi 2-3 ulivyokwenda kusikia mitandao yote ya kijamii iliweza kurindima popote ulipo ambapo unatufuata kwamba mji wa Baraka kumepitikana na kisanga mojawapo ambacho hakijawahi kutokea pote ulimwenguni, na hata watabiri wanasema kwamba ndio zile siku za mwisho zimefikia. Imefikia kwamba kuna watu 4 ambao wametembea ndani ya mji wa Baraka kilomita kadhaa, yani tunaweza tukasema kama ni kilomita 2 au kilomita 4, wameweza kutembea wakiwa uchi. Alikuwa ni mwanaume mmoja na wanawake 3. Hilo ni jambo ambalo limeshangaza watu wengi sana, na wengine wameshikwa na butwaa, wameshangaa na kujiuliza hiki kimetokea wapi.
Lakini gumzo za mtaani zinasema kwamba watu wale walikuwa wanafanya matambiko kwa ajili ya kuombea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo kwa sasa inapitia matatizo mengi kama haya ambayo nakwenda kukuambia hapa. Hata hivyo watu makanisani wakajiuliza, tunaombea nchi lakini wengine huku wanatembea uchi, wakawa wanasema kwamba hii ni lahana kubwa ambayo imetupata. Lakini wengine wanasema kwamba hiyo inaonekana kufanyia vizuri kuweza kutambikia mji wa Baraka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuondoka katika haya matatizo ambayo yameonekana M23 yaendelea kushikilia maeneo tofauti tofauti ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana mpendwa wa mtazamaji pote ambapo unaendelea kutufuata. Ni hapa ni mwisho wa uchambuzi kutoka kisima hichi cha habari cha Tukutane TV ambapo tulikwenda kukuonyesha hali halisi ya mji wa Baraka ambayo nakwenda kupitia siku hadi siku kulingana na ukosefu wa usalama ambao umekumba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Niite Juma Masuku ambaye nimekuletea uchambuzi huu. Kwa nyuma kamera ni Pepe we Wilonja. Popote ambapo unatufuata usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti kazi zetu ili uendelee kupata mambo mazuri kama na haya na uendelee kuwa kwanza kuweza kupata taarifa zetu.